Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Viongozi wa kijeshi wa Niger wamesitisha ushirikiano wote na shirika la kimataifa la mataifa yanayozungumza Kifaransa ya Francophone linalojulikana kama OIF lenye makao yake huko Paris, wakidai kuwa shirika hilo ni chombo cha kisiasa kinachotetea maslahi ya Ufaransa. Hatua hiyo iliyotangazwa kupitia taarifa rasmi siku ya Jumapili inakuja huku viongozi wa mapinduzi waliotoa madaraka mnamo Julai mwaka 2023 wakiendelea kukata uhusiano na mkoloni wa zamani Ufaransa. Paris imeendelea kukataa kutambua utawala wa kijeshi wa Niger kama utawala halali. Baraza hilo la kudumu la mataifa yanayozungumza Kifaransa la OIF lenye wanachama 88 lilisitisha wanachama wa Niger wiki iliyopita kufuatia mapinduzi hayo. Hata hivyo, shirika hilo lilibainisha kuwa litaendelea na miradi ya maendeleo inayowanufaisha raia wa kawaida na inayochangia kurejesha demokrasia. Katika kikao chake cha Disemba 19 mwaka 2023, baraza hilo lilitoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum, familia yake pamoja na maafisa wa serikali yake waliokamatwa baada ya mapinduzi ya Julai 26. Pia lilitaka kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba haraka iwezekanavyo na kuwataka viongozi wa mpito kuweka ratiba ya mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia kwa kipindi kifupi. Licha ya shirika hilo la OIF kudai kuwa na lengo la kuendeleza lugha ya Kifaransa, kusaidia amani na demokrasia pamoja na kukuza elimu na maendeleo katika mataifa ya Francophone ambayo mengi yalikuwa makoloni ya Ufaransa, viongozi wa kijeshi wa Niger wamekosoa vikali shirika hilo. Tangu walipotoa madaraka, viongozi hao wamechukua hatua kadhaa za kukata uhusiano na Paris, ikiwa ni pamoja na kuamuru kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa waliokuwa wakishirikiana na Niger katika kupambana na waasi wa Kiislamu katika eneo la Sahel, kufutilia mbali makubaliano ya ushirikiano wa usalama na Ufaransa, pamoja na kurekebisha uhusiano wa Niger na mataifa ya Magharibi ikiwa ni pamoja na Umoja wa Ulaya. Siku ya Jumapili, serikali ya kijeshi ya Niger ilisema kuwa uamuzi wa shirika la OIF wa kusitisha ushirikiano na Niger ni matokeo ya shinikizo la Ufaransa. Katika hatua nyingine, Marekani ambayo hapo awali ilijiunga na Ufaransa na mataifa mengine ya Magharibi katika kusimamisha msaada kwa Niger ili kushinikiza viongozi wa mapinduzi kurejesha demokrasia, imetangaza mpango wa kurejesha ushirikiano wa kiusalama na maendeleo na Niger. Washington imewataka viongozi wa mpito wa Niger kuchukua hatua za kuelekea utawala wa kiraia ili kuimarisha ushirikiano huo mpya. Katika mapitio yake ya uhusiano na washirika wake wa zamani wa Magharibi, serikali ya kijeshi ya Niger ilitangaza kufuta makubaliano ya kupambana na uhamiaji haramu na Umoja wa Ulaya. Viongozi wa Niger wameataka mataifa ya Afrika kujikomboa kifikra na kukuza lugha zao za kitaifa, wakisisitiza kuwa hii ni moja ya misingi ya harakati za Pan-Africanism. Tayari mataifa ya Mali na Burkina Faso, ambayo pia ni makoloni ya zamani ya Ufaransa yaliyo chini ya utawala wa kijeshi, yamefanya marekebisho ya katiba ili kubadilisha lugha rasmi kutoka Kifaransa kwenda lugha za asili za Kiafrika. Hii ni Habari 24 channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea basi kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.